kufa mwe Gaya jitubosa amadalaga gafiki gaya jitubosa Kabanyambara mwero Loru twisire mwero Twatugele fijo mwe Loru twisire mwero Tukubuja kukaya mwe Mwe Wesa twagire nyari mwe Twasobisya binitu mwe Yosanjo gwe gaya 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 Yosanjo gwe gaya 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 Nyinyi mnadhani mnamwamini huyo jamaa? Hata kama aliwatoa na kuonyesha njia fupi. Mimi namwamini, ila tunatakiwa kutumia akili nyingi sana. Ni kweli, lakini jamaa hataki watu kutolewa sadaka. Unajua kuwa mamangu na ule mzee siwaelewi. Nadhani mambo ya watu wazima yabaki kuwa hivyo, yaingilie sana. Nimepata wazo. Wazo gani? La kumuua mzee huyu? Hapana. Acha niingie kwenye kiti cha kifarume vizuri. Na kama ni sadaka itolewe kama mifugo, na kitu anachokitaka ni sisi kuondoka hapa. Kama ndo hivyo basi tuweke mipango thabiti na tujue tunatokaje hapa. Hilo ni sawa, ila tupange mpango wa kuwatorosha kisha tuwakamate tena. Hiyo itakuongezea sifa kwa mfalme, kuwa wewe upate haraka hicho kiti. Na kama amesema atawapa njia, nadhani itakuwa poa sana hii.
kiongozi wangu, mbona upendi kutumia watu wakusaidia kumwagilia? Na wakati tuna watu wengi, naona cheo kikubwa kwenye ufalme. Hapana, ukiyajua maumivu ya kidonda huwezi ukamuumiza mwenzio, na pia ukitaka kujua utamu wa kitu kula. Wewe ndiye rafiki yangu, nenda katengeneze huo mpango. Basi sawa. Ni kweli unajua umekuwa tofauti sana na viongozi wengine, unajali wengine kama hivi. Fanya kazi, umewapa muda wa kupumzika na umeingia wewe. Ai! Umeona maumivu ule yasikia? Kwa maana hiyo huwezi ukaithamini hii mboga kama hujui jinsi gani inavyolimwa. Na pia sisi sote ni wanadamu. Sasa kwa nini ulimwambia vile Boazi kuwa yeye hana akili wakati kakuzidi madaraka? Ni kweli nilimwambia vile kwa sababu haijui nafasi yake ni ipi. Kwa hiyo nilikuwa namkumbusha tu, na pia nilitaka kumtambua vyema. Sawa, nisaidie kumwagilia. Hapana, wewe kapumzike. Nakupenda Gaya, nyumbani kwetu Gaya, nikiwa mbali nawe mimi nitarudi Gaya. Nakupenda Gaya, nyumbani kwetu Gaya, nikiwa mbali nawe mimi nitarudi Gaya. Gaya he, Gaya ho, Gaya he, Gaya ho, Gaya he, Gaya ho, Gaya he, Gaya ho. Ni nani atakuwa mfalme wa Gaya? Nasikia kuna mtu anajua kuongea lugha yetu. Ubonera misi kandandie afu uendelee nkubachapa ningine. Abantu bikufa mwe
amadalaga gafiki gaya jitubosa Abe, hivi unajua yule jamaa anaitwa Mbokile, alafu na huyu pia anaitwa Mbokile pia, na huyo jamaa ana kipande cha kidani ambacho kinafanana na Mbokile huyo wa huko. Sasa kuna kitu unatakiwa kukijua tena. Kipindi cha nyuma kuna machuma yalikuwaga anapita, lakini kuna watu walikujaga wakakamatwa na huyo mfalme wa sasa na baba yake huyo Ambokile. Mama, sasa hapo kilitokea nini? Aliyetakiwa kuwa mfalme ni baba Ambokile na hatujui kinachoendelea. Tunafanya nini sasa? Mimi nafikiri tungesubiri mpaka mwezi uandame ili tuweze kutoroka. Mnaonaje tuondoke kabla ya siku tuliyokubaliana? Maana nyie mnaijua njia. Mimi nadhani muda tuliokubaliana ndo tufanye hivyo hivyo, na hiyo ndo sheria. Mimi siwaungi mkono. Lakini alimtoroshaga mwanamke mmoja na ndo mauti ulimkuta huko, na wakati na baba yako naye alianza kufuatilia hivyo vitu hadi kampelekea kifo. Mama, mimi bado sijakuelewa kabisa hapo. Kurumba, kwa nini unakuwa kinyume na kila tunachokubaliana? Kwani wewe vipi? Mimi nipo tayari kwa lolote. mwezi ukiandama, nasikia kuna jamaa yuko mapangoni anaachiwa. Nadhani unatakiwa ndo kalishughulikia hilo swala. Wewe nani kakwambia? Tunajua rafiki yangu yupo kule Emmanuel, ndio nimuomba hao ananisaidia kule. Yeye ndio yupo karibu sana na mfalme. Tukubuka kubu humalikilo bwitu amaboko gitu ganyambani lilopa akajapo mundu kwa kusuka loluswe twisire mwero twatugele fijo mwe roru twisire mwe
roru tukubuya kukaya mwe kaya mwe mwe pesa twagire nyari mwe twasomisya bini tumwe josaijo gwegaya gaya gaya josaijo gwegaya gaya gaya twamenye mwatisukire obuluzo tisire mwe tisire mwe twamenye mwatusukire obuluzo tisire mwe tisire mwe